Yes, mambo ni aje, mambo ni vipi ewe mwana PMTV. Karibu kwenye updates za kimichezo ambazo sisi bwana leo hii tumeona tudili na klabu ya Simba. Sasa kwenye kudili na klabu ya Simba sisi tukaona tuweze kuacha swali kwenu kuhusiana na kitu ambacho kinaendelea ndani ya klabu hiyo, na kitu hicho si kingine ni kukosa kwa nafasi kwa washambuliaji ambao wanapatikana ndani ya klabu ya Simba. Na tatizo hili halijaanzia kwa kocha wa sasa ambaye ni Steve Barker la hiyo Afrika Kusini, ambaye ana muda mchache pengine tangu aweze kujiunga na klabu ya Simba, lakini tatizo hili lilianza toka kipindi ambacho yupo meneja wa timu hiyo aliyefahamika kwa jina Dimitar Pantev, ambaye yeye pamoja na kuwa alikuwa na washambuliaji alisia kwenye kikosi hicho, nikiwa namzungumzia Steven Dese Mukwala, lakini pia nikiwa namzungumzia Selemani Mwalimu Gomez, lakini pia akiwa na Jonathan Sowa, lakini yeye aliamua kucheza na namba 9 kivuli, yani akiwa namtumia Mutale au Kibu Dennis katika eneo hilo la ushambuliaji, na aliamua kuwaacha washambuliaji nje kwa asilimia kubwa na kukazua maswali mengi. Sasa baada ya Dimitar Pantev kuweza kuondoka ndani ya klabu ya Simba, kocha aliyetua ni Steve Barker, ambaye naye kwenye mechi mbili za mwisho za klabu ya Simba kuanzia ligi kuu na michuano ya kimataifa ameonekana kuangukia kwenye kile ambacho alikuwa anakifanya meneja Dimitar Pantev, na yeye ameamua kuwaacha nje washambuliaji halisia. Kwa sasa yupo Jonathan Sowa pamoja na Selemani Mwalimu Gomez, na hii ni baada ya kuweza kuondoka kwa Steven Dese Mukwala, lakini pia wapo na kijana Mwangosi. Lakini pamoja na kuwa na washambuliaji hao wote, mwalimu ameonekana kupenda zaidi kutumia namba 9 kivuli, ambaye amekuwa akimtumia Kibu Dennis Prosper kama chaguo lake la kwanza kwenye eneo la ushambuliaji. Sasa nini tatizo? Ni makocha ambao wanakuja hawaamini katika uwezo wa washambuliaji wale, ama ni staili yao ya kiuchezaji, ama washambuliaji hao hawaoneshi kile ambacho walimu wao wanakihitaji, na ndio maana wanaweza kutumia washambuliaji vivuli katika eneo hilo. Sasa wewe pia unatakiwa utupe mtazamo wako kuhusiana na kinachoendelea ndani ya klabu ya Simba. Ni nini tatizo? Lakini pia kati unaacha mtazamo wako hapo, usisahau kwamba PMBet imeamua kukuletea kasino mkononi kwako, na hii ni kasino ya kijanja zaidi, kwa sababu kwa mzungusho wowote kwenye mchezo zaidi ya 5,000 ambayo inapatikana ndani ya website ya pmbet.co.tz, basi unaweza kujishindia pesa taslim, lakini pia ukaingia kwenye draw ya kushindania Toyota Harrier ambazo ziko 15, lakini gari la kijanja zaidi la J3 ambazo zimebaki 2. Website ni pmbet.co.tz. Hakikisha unafanya mzungusho wako wa kuanzia shilingi 500 na kuendelea ili uweze kuingia kwenye draw hiyo, lakini pia uweze kujishindia pesa. Mimi naitwa Raymond Elias.